Wakenya wamemlaani vikali Esther Passaris kwa maneno yake aliyotaja hivi majuzi akisema kwamba kushikwa kwake Albert Ojwang kulifaa na kulikuwa na sababu ya kushikwa kwake. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mbunge wa kike wa kaunti ya Nairobi Esther Passaris ameibua hisia tofauti nchini Kenya baada ya kutetea hatua ya idara ya upelelezi wa jinai DCI kumkamata mshauri wa kisiasa na mwanablogi Albert Ojwang. Na katika taarifa aliyotoa kwa vyombo vya habari siku ya Jumatano, Passaris alieleza kuwa taasisi ya upelelezi isingechukua hatua kama hiyo bila kuwa na msingi wa ushahidi wa kutosha. Tamko lake linakuja wakati ambapo wafuasi wa Ojwang wanaendelea kuandamana na kulaani kile wanachokiita njama ya kisiasa kumvamia mtu anayejulikana kwa msimamo wake wa ukosoaji dhidi ya serikali. Wafuasi hao wameeleza kuwa kukamatwa kwa Ojwang ni jaribio la kuzima sauti ya upinzani, hasa katika kipindi ambapo masuala nyeti ya kitaifa yanaibuliwa na wanaharakati wa kisiasa. Hata hivyo, Passaris ametoa wito wa kuamini taasisi za uchunguzi na kutoa nafasi kwa sheria kuchukua mkondo wake, akisisitiza umuhimu wa uhuru wa taasisi hizo. Passaris amesema ni vyema umma kuacha kuzishambulia kila mara zinapotekeleza majukumu yake, hasa kwa masuala yanayohitaji usiri wa kiuchunguzi. Ojwang alikamatwa Jumanne katika mazingira ambayo baada hajawekwa wazi kikamilifu na taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka baada hazijatolewa kuhusu mashtaka yanayomkabili, lakini vyanzo vya karibu na uchunguzi vimeashiria uwezekano wa makosa yanayohusiana na uhalifu wa kifedha. Kukamatwa kwake kumezua mjadala mpana ndani ya anga ya kisiasa na kijamii, huku baadhi ya viongozi wakitaka uwazi zaidi katika mchakato wa uchunguzi. Wanaharakati wa haki za kiraia pia wameonyesha wasiwasi wao kuhusu mwenendo wa hivi karibuni ambapo watu wenye sauti kali dhidi ya serikali wamekuwa wakikumbwa na mashinikizo au kukamatwa bila maelezo ya kina. Hali imeleta mgawanyiko miongoni mwa wananchi na wanasiasa, baadhi wakiunga hatua ya DCI kwa msingi wa kutekeleza wajibu wao wa kisheria, huku wengine wakihisi kuwa huenda kuna mkono wa kisiasa unaoathiri uhuru wa vyombo hivyo. Wito wa Passaris unakuja kama jaribio la kutuliza hali ya taharuki, lakini pia umeibua maswali mapya kuhusu uhuru wa viongozi kutoa maoni tofauti bila kuhusishwa na masuala ya uhalifu. Wakenya waliokejeliwa ama waliokasirika na maneno yake Passaris walimiminika kwenye mtandao wa kijamii na comment section, ambapo walimjibu wakimlaani vikali, huko wakimtupia cheche za matusi kutokana na hasira ya kumpoteza kijana Albert Ojwang ambaye vilevile aliacha familia changa. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa DCI kusubiri maelezo rasmi kuhusu mashtaka dhidi ya Ojwang, huku wananchi wakifuatilia kwa karibu kuona haki itatendeka na ikiwa taasisi husika zitazingatia misingi ya uwazi na haki kwa wote.